بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Baad, ndugu Islam, tunaendelea na jalsa yetu hii ya kujibu maswali yenu, na leo swali la kwanza linasema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swali, nimeoga 40 nikaanza kufunga siku 3, siku ya 4 ikatoka tena, yani damu ikatoka tena katika siku ya 4. Nimekaa wiki nikajitoharisha tena, nikaanza kufunga siku 4, ya 5 ikatoka tena. Nimekaa tena kama wiki na zaidi, yani imefika siku 60, nimekoga tena na nimefunga siku 2. Jana imetoka tena. Je, hapa hukumu ya kusali inakuwaje? Jawabu ni kwamba kwanza, hapa mwanzo wewe katika swali lako umetumia neno 40, kwamba nimetoka 40 au nimekoga 40. Sasa sijui maanake katika Kiswahili hutumia hii 40 kwa maana mbili. Kwa hivyo tuangalie maana zote mbili. Ikiwa ni kwamba tangu ulipopata nifasi, baada ya kupata kujifungua, ulikaa idadi ya siku 40, basi tena damu yoyote ambayo kwamba itatoka baada ya hapo huizingatii kama ni damu ya nifasi tena. Siku 40 ndio mwisho wa kauli sahihi ambayo kwamba ina ushahidi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Taban hadithi ya sahabia, ya sahaba mwanamke, lakini hukumu yake ni hukumu ya sahaba, hadithi ya Mtume kwamba kunna naq'ud ala ahdi rasulillah sallam 40 yawman, katika zama za Mtume ilikuwa tunakaa siku 40 katika nifasi yani. Kwa hivyo ikiwa shafika siku 40, basi itakayotoka tena hapo haitwi tena kama ni nifasi tena. Lakini ikiwa kutoka 40 kwenyewe ni vile watu kusema anapotoharika tu akakoga, wengine husema kama shatoka 40 hata kama zilikuwa siku 10. Kuna watu wengine husema hivyo. Kwa hivyo sasa tuje maana hii sasa. Maana hii ni kwamba itatofautika. Kuna watu ambao kwamba ni mubtadia, ambao kwamba hedhi yao bado hawajaijua, yani muda wao wa hedhi. Umefahamiana na kuna watu ambao kwamba ni mu'tada tayari, ambao hedhi yake anaijua tayari, ili samahani, nifasi yake anaijua kwamba ni siku fulani. Kwa mwanzo nifasi yake haijui siku ngapi, na wa pili anajua nafasi yake siku ngapi. Yule ambaye kwamba tayari anajua kwamba mimi nafasi yangu, damu yangu ya kuzaa inakaa siku 10 kwa mfano. Umefahamiana? Kwa hivyo siku 10 zikimaliza tayari inakuwa siku zake zimemaliza. Ikiwa damu inaendelea, kwa kauli moja natumika atasubiri siku 3, 1, 2, 3. Baada ya hapo hata damu ikiendelea atakoga na atasali kama kawaida na atafunga kama kawaida, kwa sababu siku zake tayari anazijua. Taban hii kauli ya kusubiri si kwamba amekubaliana, lakini kauli inatumika mashuhuri na inatumika. Kwa hivyo atasubiri siku 3 ikiwa damu inaendelea baada ya kujua siku zake. Wa pili ni yule ambaye kwamba siku zake hazijui, kwa sababu ni pengine ni mara kwanza kupata kujifungua mtoto wa kwanza au mtoto wa pili. Umefahamiana? Mtu kama huyu yeye madamu hajui siku zake, basi damu yoyote ambayo kwamba itatoka katika ndani ya siku 40 anaizingatia kuwa ni damu ya nifasi. Tumefahamiana hapo? Kwa mfano ni mara ya kwanza kujifungua huyu mwanamke, akakaa siku 10, akaona damu imekatika, kasafika, atakoga, atasali, atafunga kama kawaida. Siku 5 damu imerejea, ata stop tena kusali na kufunga. Tumefahamiana? Ni tofauti na yule wa mwanzo. Baada ya siku 3 damu imestop tena. Baada ya hapo damu imesimama tena. Baada ya hapo atakoga tena, atasali, atafunga. Baada ya siku 6 imerejea, atastop mpaka zimalizike siku 40. Huyu hajachukua siku zake. Halikadhalika mwanamke ambaye kwamba siku zake hazina mpango, mara hii kajifungua kakaa siku 10, mara ya pili kajifungua kakaa siku 7, ndio damu kasafika, mara nyingine siku 15. Pia huyu naye hukumu yake ni kama huyo iliyotangulia, kwamba damu inayotoka ndani ya siku 40 basi atahesabu kwamba ni nifasi. Lakini
ule usafi anaouona ndani ya zile siku 40, mara usafi mara damu, mara usafi mara damu, katika zile siku za usafi atafunga na atasali na funga yake inazingatiwa. Tumefahamiana eh? Kwa hivyo kama vile zile funga zake alizozifunga ukizikushanya unapata tuseme siku 10, basi kama mwezi kama Ramadhani ilikuwa na siku 30 itakuwa anadaiwa siku 20, namna hiyo. Nafikiri imefahamika eh? Kwa hivyo hali, je, huyu mwanamke tayari siku zake anazijua, na mwanamke taban anajua siku zake ikiwa mara katika anapojifungua mara 3 mfululizo, kauli umekhtalifiana eh? Mwingine mara moja tu, mara ya kwanza akijifungua akapata kwa mfano akapata damu ya nifasi kwa siku 10, basi ndo siku zake, wengine wanasema mara ya kwanza, lakini wengine ni mara 3, na hiyo ndio kauli ambayo kwamba samahati shekhe akaendelea katika baadhi ya fatwa zake kwamba siku 3 mara 3, yani ajifungue mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, na ziwe ni sawa sawa kila mara baada ya siku 10. Anaona kwa mfano anaona kwamba tayari anapata usafi, au siku 15 na usafi, kwa hivyo siku zake zitakuwa 15. Umefahamiana eh? Namna hivyo. Kwa hivyo, je, huyu mwanamke alikuwa siku zake anazijua au hazijui? Ikiwa siku zake anazijua, basi baada ya siku zake kumalizika anazijua zile, damu ikaendelea, atasubiri siku 3, na baada hapo atakoga, atasali, atafunga. Siku zake alikuwa hazijui, basi kila damu itakayotoka ndani ya siku 40 atahesabu kwamba ni hedhi, na akipata usafi atasali na kufunga, na baada ya siku 40 damu haizingatiwi tena, kwa kauli sahihi. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa ahkam.